Kama klabu ya Yanga tunahisi kuna double standard kwenye baadhi ya maamuzi. Kwa mfano, kamati imeketi na ikapata mamlaka ambayo sijui imetoa wapi, ikasema kwenye mechi ya Yanga na Simba mwamuzi amekataa goli halali la klabu ya Simba. Lakini kulifanyika mechi hapa ya KMC dhidi ya klabu ya Simba. Mchezaji Selemani Mwalimu alifunga goli ambalo kwa marejeo ya picha na vyombo mbalimbali vya habari vimechambua hilo jambo. Alifunga goli akiwa kwenye eneo la kuotea. Mechi ya KMC dhidi ya Simba Sports Club. Mchezaji Selemani Mwalimu alifunga goli akiwa kwenye eneo la kuotea. Klabu ya Young Africans tumeandikia bodi ya ligi tukiuliza, mbona kamati haikuwahi kutoa taarifa kusema kwamba mchezaji Selemani Mwalimu na yeye alifunga goli lisilokuwa la halali dhidi ya KMC? Kama kamati imeweza kusema mechi ya Yanga na Simba kuna goli halali lilikataliwa, kwa nini kamati ilikuwa bubu siku ambayo Selemani Mwalimu kafunga goli la offside? Kamati haikueleza kwamba mchezaji huyu amefunga goli lisilokuwa halali. Hatusemi kwamba tunatengua maamuzi ya referee. Tunazungumzia namna ambavyo kamati inaendea haya mambo. Kama mechi ya Simba kamati imejiridhisha na ikatoa taarifa kwa umma. Sababu sisi tunaamini taarifa hii ni taarifa ambayo kamati ya saa 72 imeipitia na wamekubaliana kwamba kwenye mechi ya Simba na Yanga dakika ya 70 kuna goli halali lilifungwa na limekataliwa. Lakini mechi ya KMC na Simba kuna goli la offside lilifungwa na Selemani Mwalimu. Sisi kama klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi kuiuliza, mbona kamati hapa ilikuwa kimya? Matokeo yangebaki vile vile, alhamdulillah. Lakini kamati ingesema pia mamlaka haya ambao wametumia kusema kwamba kuna goli halali lilifungwa, mamlaka haya wangeyatumia pia kusema kuna goli ambalo sio halali limefungwa na mchezaji Selemani Mwalimu dhidi ya KMC. Lakini pia ndugu zanguni, sijui na nyinyi mtafsiri, tumeshaandika tayari kwa bodi ya ligi. Mechi hiyo ya KMC na Simba hatukuona sisi mahala ambako waamuzi hawa wamechukuliwa hatua wa kushindwa kutafsiri sheria offside. Kama mechi nyingine zikitokea mwamuzi akishindwa kutafsiri sheria ya offside anapelekwa kuhukumiwa, kwa nini mechi hii ya KMC na Simba ambayo tuliona kuna goli la offside limefungwa hatukuona wale waamuzi wasaidizi wakichukuliwa hatua? Ndio maana tumekuwa na wasiwasi na hii kamati ya uendeshaji kuwepo na double standard ya kimaamuzi. Si tunasimamia kwenye haki, tunasimamia kwenye weledi. Kama haki inatakiwa itendeke, basi ionekane inatendeka sehemu zote. Kama waamuzi wanahukumiwa kwa kushindwa kutafsiri sheria ya offside, kwa nini mechi ya Simba na KMC ipo kimya mpaka leo? Kwa nini kamati haikujadili kuhusu hayo matukio? Mechi ya pili, klabu ya Young Africans tumecheza mechi na JKT Tanzania pale KMC. Tumeandika na tumepeleka na ushahidi wa video. Matukio mawili ambayo tunaamini hayakupaswa kuhukumiwa kuwa offside. Mwamuzi msaidizi Glory Tesha aliyahukumu matukio mawili ya klabu ya Young Africans kuwa offside, lakini marejeo ya picha yanaonyesha matukio yale si offside. Tukio la Prince Dube, tukio la Alan Okello. Hatukuona mahala popote kamati ya saa 72 ikimhukumu mwamuzi msaidizi Glory Tesha kwamba ameinyima haki nafasi ya Yanga ya kufunga magoli.
Kama ambavyo mechi nyingine imehukumiwa sheria namba 11, mwamuzi akishindwa kuitafsiri anapelekwa kuhukumiwa. Kwa nini mechi hii ya Yanga na JKT imekuwa bubu? Kwa nini mechi hii hatujaona hukumu ikitoka? Matukio yanayohusisha sheria namba 11. Haya ni mambo matano ambayo uongozi wa klabu ya Young African Sports Club tumeyaandika kwa bodi ya ligi tukihitaji ufafanuzi wake, na tunaamini pia ni mambo ambayo tayari yameshagusa interest za umma. Tunatamani bodi ya ligi pia wakiwa wanatujibu sisi klabu ya Young African Sports Club wawajibu pia na umma juu ya mambo haya ambayo tumeyaeleza kwa ufafanuzi wake. Hii tunavyozungumza usawa na haki kwenye ligi yetu, ionekane kweli usawa na haki kwenye ligi upo. Tunapozungumza haki inatendeka, basi haki ionekane kweli inatendeka. Isitokee upande mmoja ukaumizwa, upande mwingine ukapata favor. Isitokee favor ikaja upande wetu tukaumiza watu wengine. Kama tunasimamia haki, basi tuhukumiwe wote kwenye mstari mmoja unaofanana. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, uongozi wa klabu ya Young Africans ulikuwa na hayo ya kuwaeleza mchana wa leo, na kwa sababu tumekuwa tukipokea maswali mengi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu, ni vyema sasa wanachama na mashabiki na wao wakapata taarifa kwamba tayari tumeshaandika malalamiko yetu kwa bodi ya ligi, na tunaamini yatakwenda kufanyiwa kazi. Tutapata majibu. Kama hamtapewa sisi tutawapa tutakapoyapata. Tusipoyapata pia tutawaambia kwamba hatujapewa majibu. Lakini haya mambo matano ni mambo ambayo tumeyaandika kwa bodi ya ligi, tumeyahoji na tunataka ufafanuzi wake. Kama kuna maswali ningeyapokea. Mwalimu, toka tukio limetokea mpaka adhabu imetolewa ni masaa zaidi ya hayo 72. Masaa zaidi ya 3000. Ndio maana kama club tumeandika, kwa sababu hii kamati inatusimamia wote. Sisi wote vilabu, ligi kuu, championship, tunaitegemea hii kamati tusimamie, na itusimamie kwenye haki na usawa kama ambavyo kanuni zinatuongoza. Sasa kama mmoja anafanya kosa, kamati inakwenda kusubiri masaa 3000 yapite ndio ije mhukumu. Alafu wengine wote hawa watano nilokutajia immediate kamati inafanya maamuzi. Kama tumehoji tupate ufafanuzi. What's happened? Shida nini? Yaani kulikuwa kuna nini kilichofanya kamati kashindwa kukutana kwa wakati? Kwa shekhe, yote hayo tumeyaandika na hayo mengine matatu ambayo nimedadavua hapa. Salamu nyingine tulimsikia mjumbe wa kamati ya utendaji wa Simba akizungumza kuhusiana na ratiba ya Simba, kwa maana kama kuna upendeleo kucheza mechi nyingi au, lakini tukasikia bodi ya ligi kupitia shauri wao kama swali zuri. Hili swala la ratiba, of course kweli kiongozi wetu mjumbe wa kamati utendaji alilihoji kupata uelewa kwamba imekuwaje klabu ya Yanga inacheza hapa, timu nyingine zimepumzika, tulicheza siku moja. Tukapata majibu kupitia, tukasikia majibu, sio tulisikia majibu ya afisa habari wa bodi ya ligi. Leo tumewaletea hapa malalamiko yetu juu ya ripoti iliyotolewa na kamati ya saa 72 kwa matukio mbalimbali. Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea kuchakata yale majibu ya afisa habari wa bodi ya ligi. Tujiridhishe, kwa sababu tunaamini majibu yake ndiyo majibu ya taasisi, kwamba Yanga au Simba haikupangiwa mechi kwa sababu Coast ilicheza mechi na Singida tarehe 2. Alafu Singida ni marobot wakacheza tarehe 5. Kwa hiyo tunaendelea kuchakata yale majibu. Tukijiridhisha nayo tutawaandikia tena, bwana afisa wenu alijibu haya. Je, kuna haki? Tuendelea kuchakata. Uzuri majibu tushayapata na kamati tendaji inaendelea kuchakata.
tutawaandikia tena tukiona kuna ulazima wa kuandika, tukijadilisha hoja zetu mezani, sababu tulihoji tukiwa hatuna majibu. Majibu yameshakuja kupitia kwa Karim Boimanda. Tunakwenda kujadili sasa, haya majibu ni sahihi? Kama sio sahihi, barua tena, tunaomba maelekezo. Wala sio shida. Sisi wote ni watoto wa bodi ya ligi. Tunacheza mpira kwa muongozo wake. Kwa hiyo yote akihisi mimi sitendewi haki, ana wajibu wa kuuliza. Na hii ni klabu ya wanachama. Kila tunalofanya lazima umma na wanachama wetu wajue kwamba hatua hii tumeichukua. Kwa hilo kamati ya utendaji ya Yanga inaendelea kulichakata yale majibu ya Karim Boimanda, kuangalia ratiba ilivyo na majibu yake yalikuwa sahihi au sio sahihi. Kama sio sahihi tutaandika, kama ni sahihi tutaendelea na shughuli.